Asante, mimi naitwa Shabani Tutu, ni mwenyekiti wa chama cha ADC Taifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyojua tarehe 9 palitokea tukio kubwa hapa nchini. Tukio hilo kubwa lilikuwa ni ukamatwaji wa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambaye alikamatwa pale Songea na askari polisi. Sasa kinachofanya na sisi tutoke na kuzungumza ni kile kitendo cha aina ukamataji waliofanya polisi. Kitendo kile cha ukamataji ule kiukweli sio kitendo cha ungwana, kwa sababu ni kama wanaenda kumkamata mtu kama kibaka. Ukiangalia Mheshimiwa Tundu Lissu ni mwanasheria, ni wakili msomi. Ukiangalia Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama cha Demokrasia, chama kikuu cha upinzani hapa nchini. Lakini ukiangalia pia Tundu Lissu ni mwenyekiti ambaye chama ndio kina kambi ya upinzani hapa nchini kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kitendo kile cha kumkamata kama kibaka mwizi wa simu ni kitendo ambacho kinafedhehesha sana taifa letu. Ni kitendo ambacho kinafedhehesha viongozi tulio wengi. Mfano tu kwamba Tundu Lissu wakati anakwenda kukamatwa hata asingeenda kufuatwa pale kwenye mkutano, kwa sababu ni kiongozi mkubwa. Angeweza tu hata kupigiwa simu na kuelezwa kwamba kuna wito pale polisi na angeweza kwenda, kwa sababu ni kiongozi, hawezi kukimbia. Lakini kitendo kile kinalifedhehesha taifa, kinafedhehesha umma na kimefedhehesha sana watu tulio wengi. Kwa mimi niliombe jeshi la polisi, hata kama mtu atakuwa na makosa, lakini ukamataji wa namna ile kwa viongozi wakuu, viongozi wa vyama vya siasa, ambao viongozi hawa ni watarajiwa kwenda kushika nchi, ni watarajiwa wanaotaka kuunda serikali, ni kuwatweza viongozi wa vyama vya siasa. Na mimi niseme sikubaliani kabisa na ule ukamataji. Na nimemsikia pia RPC wa mkoa wa Ruvuma baada ya kumkamata Tundu Lissu jana, wakati anatoa taarifa za ukamatwaji ule na nini kimefanywa mkamate, pia amekuwa kama anatutishia wanasiasa na anatuonya kwamba wanasiasa wasisubutu kulikosoa jeshi la polisi, wanasiasa wasikashifu jeshi la polisi. Na mimi namuuliza swali, kwa hiyo jeshi la polisi leo linajiwekea kinga kiasi hicho kwamba wanasiasa hawezi kulikosoa? Jeshi la polisi leo linaweza likavunja sheria, sisi viongozi wa vyama vya siasa tulitazama tusiweze kusema? Hebu watuambie RPC wa Songea, wa Ruvuma, ni nani anaweza kawakosoa jeshi la polisi kama wanakwenda kinyume na utaratibu, kama wanakwenda kinyume na PGO zao, kama wanakwenda kinyume na sheria? Nani anaweza kawakosoa kama sio sisi viongozi wa vyama vya siasa? Kwa na sisi tunaomba pia kumuonya, hebu atuache sisi viongozi wa vyama vya siasa tucheze muziki wetu na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wakati huu ndio wakati wetu wa kwenda kushindana kwa ajili ya kuchukua dola, na sisi tupo kwa ajili ya kwenda kushika dola, hatupo kwa ajili ya kuogopa vitisho vya polisi. Kwa tunataka tumwambie RPC siku nyingine atakapokuwa akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa, basi awe na staha, yeye ni RPC. Na haya mambo nataka nikukumbushe ndugu mwandishi wa habari, yamewahi kutokea pale Zambia. Kama unakumbuka Zambia, kiongozi anayeongoza sasa nchi ya Zambia alikuwa ni mpinzani na aliteswa sana na hawa maaskari wa Zambia pale. Kama hivyo unavyoona leo Tundu Lissu anakamatwa kama kibaka, ndio haya yalikuwa yanamtokea rais wa sasa wa Zambia. Lakini mwisho wa siku rais yule wa Zambia na kiongozi yule aliyekuwa upinzani leo ndio rais wa nchi. Na ndio maana unaona hata siku anakwenda kumwapisha IGP alitetemeka, alishindwa hata kushika maiki IGP aliapishwa, kwa sababu walikuwa wanahofia maovu waliokuwa wanayafanya zidi ya upinzani. Na wakati huo sasa upinzani umekwenda kushika nchi. Lakini unaona mwenzetu ameingia kule Zambia, lakini bado hana kinyongo, anaishi na wale maskari vizuri na wanaendelea kulinda nchi. Kwa hiyo tuwaombe hawa RPC wetu na viongozi wa jeshi la polisi wasiingie kuwatukana aidha kuwakashifu viongozi wa vyama vya upinzani, na wasiwakamate kwa hila, sababu unapomkamata kiongozi kwa hila unajenga chuki zidi ya wananchi. Lakini kuna kitendo kile ukiangalia cha kwenda kumkamata pale kiholela ni kama kujenga tu chuki. Kwani ilikuwa kuna maana gani ya kwenda kupiga mabomu kuwaumiza wananchi? Kwa hiyo kuna haja gani ya kwenda kuwaumiza wananchi kuwapiga virungu ili wamkamate Tundu Lissu? Palikuwa pana haja gani ya kutumia nguvu kubwa kiasi kile kwa kiongozi wa kambi ya upinzani, kwa kiongozi ambaye sasa ndio mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani hapa nchini? Palikuwa pana haja gani? Kwani wangemuita asingeenda? Kwa sisi tunaomba kutoa tu kwamba na kusema kwamba kitendo kile kimefedhehesha, kitendo kile hakikubaliki. Na mimi ningeomba kabisa jeshi la polisi kama inawezekana wajitokeze hadharani waombe radhi zidi ya ukamataji wa hovyo walioufanya zidi ya mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema, chama cha Demokrasia na Maendeleo, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ukamataji ule nahisi hata siku moja wanaweza wakafanya kwa mwingine, sababu kama hivi wanapata mazoea kwamba wanaweza kumkamata mtu ovyo ovyo, na ukiangalia yule ni kiongozi mkubwa, basi wanaweza mtu wa kawaida unaambia utamkamataje?
Kama kiongozi mkubwa unaweza kumkamata vile kwa vurugu kiasi kile, kwa kumtweza kiasi kile, kuvuta kiasi kile, watu wengine mpaka wanaumizwa, wanapigwa. Hebu niambie mtu mwingine wanaweza kumkamata kwa staili gani? Kwa hiyo kwanza situfunge midomo. Tunaliomba jeshi la polisi lisitufunge midomo viongozi wa vyama vya siasa. Wao sio wanasiasa, wacheze kwenye kulinda amani ya nchi. Wasicheze na siasa kwa sababu sio wanasiasa. Hata kama ni wateuliwa wahusika kwenye serikali, wasicheze na siasa, wacheze na kazi ya kulinda amani ya nchi. Ndio kazi yao kubwa wanaofanya, wanalipwa kodi za Watanzania. Lakini sio kazi ya kuzuia vyama vya siasa kuzungumza, sio kazi ya kuzuia vyama vya siasa kukosoa, sio kazi ya kuzuia mikutano kuendelea.